Tumsifu Yesu Kristu. Ndugu mtazamaji, mfuatiliaji wa Habari Njema Channel, kwa majina naitwa Hapifania John Masawe, ni mfuatiliaji na mtangazaji wa Habari Njema Channel. Leo tarehe 20 mwezi wa 8 2026 tunakumbuka maisha ya Mtakatifu Bernardo wa Clairvaux, abate na mwalimu wa kanisa. Mtakatifu Bernardo alizaliwa mwaka 1090 katika familia maarufu karibu na Dijon, Ufaransa. Mama yake alimtolea kwa Mungu na alimlea Kikristo. Alipokuwa na umri wa miaka 18 alifiwa na mama yake. Kwa muda wa miaka mitatu alikuwa na hali ya wasiwasi rohoni mpaka alipoamua kujiunga na utawa. Akaingia katika monasteri ya Cîteaux, Ufaransa. Bidii ya Bernardo pamoja na uwezo wake wa kuvutia watu uliwafanya ndugu, marafiki kama 30 hivi kwenda pamoja naye kujiunga na utawa. Mkuu wa monasteri ya Cîteaux wakati ule alikuwa Mtakatifu Stefano Hadi, aliyekuwa mtu maarufu katika elimu ya Biblia. Huyu aligundua wema na uwezo wa Mtakatifu Bernardo, akampa madaraka ya kuwaongoza wenzake. Bernardo alipokuwa na umri wa miaka 25, tena kabla ya kupewa upadre, alipelekwa na wamonaki 12 kuanzisha monasteri mpya huko Clairvaux, Ufaransa. Bernardo alikuwa mkuu wa monasteri hiyo na askofu alimwekea mikono kuwa padre. Muda si mrefu alianzisha monasteri nyingine 86. Askofu Anakleto alipojifanya papa katika upinzani wa papa wa Roma, Bernardo alimshurutisha kuacha upinzani wake. Pia alimkaripia sana mfalme wa Ufaransa kwa makosa yake. Kwa sasa Bernardo aliitwa dhamiri ya karne yake kutokana na umaarufu wake. Alihubiri vita vitakatifu vya kuiokoa nchi takatifu, na wakati huo huo alifundisha teolojia. Akaandika barua 530 na mahubiri 300, hasa kuhusu kitabu cha Wimbo Ulio Bora. Aliwapita walimu wote wa kanisa katika ibada kwa Bikira Maria. Alitunga ile sala inayosema, kumbuka Bikira Maria mwenye huruma. Mtakatifu Bernardo alifariki mwaka 1153 akiwa na umri wa miaka 63. Alitangazwa kuwa mtakatifu mwaka 1174 na Papa Alexander wa III, na baadaye mwaka 1830 Papa Pius wa 8 alimtangaza kuwa mwalimu wa kanisa. Asanteni kwa kunisikiliza. Tuendelee kufuatilia Habari Njema Channel.